Siku ya pili Zanzibar ilikuwa nzuri sana. George alimshika mkono mkewe na kumwambia, leo nataka ukazunguke kule baharini. Walipokuwa kule pwani, nahodha wa boti aliwakaribisha. Karibuni, leo bahari imetulia sana. Hakika mtafurahia. George alimsaidia mkewe kupanda kwenye boti. Boti ilipoanza kusogea majini, Beatrice akapiga kelele ndogo za furaha. Angalia, ona samaki wale. George akamwangalia mkewe kwa upendo wakitabasamu. Wewe ndio unanifanya nipaone hapa ni pazuri, malkia wangu. Beatrice akatabasamu kidogo, kisha akageuka pembeni kuona mawimbi madogo madogo yanayogonga boti. Nahodha akawaacha kwa utulivu wakipiga picha na kurekodi video. George akachukua simu yake akapiga selfie na Beatrice. Kisha kwa sauti ya upole akamwambia, mke wangu, hiki ndicho ninachotamani. Siku zote wewe uwe na furaha. Unajua wewe ukiwa karibu yangu, ninapata amani ambayo siwezi hata kuielezea. Beatrice akamtazama George na kumwambia, hata mimi mume wangu, kwa mara nyingine najisikia vizuri sana. George akainama karibu zaidi na kumwambia, wewe ni mwanamke mzuri sana, mrembo, mwenye roho ya dhahabu. Wewe ni zawadi yangu kutoka kwa Mungu, na sitaki kukupoteza kamwe. Beatrice alimtazama mume wake bila hata kusema neno, lakini moyo wake ulipata nguvu mpya. Nguvu ya kuwa mke, rafiki na mshikamano wa maisha na mume wake. Walipofika katikati ya maji, nahodha akapunguza kasi ya boti. Hapo George na mkewe wakabaki wakifurahia. Safari hii ikawa kumbukumbu ya furaha ambayo Beatrice angehifadhi kwa maisha yake yote. Majira ya mchana, George na Beatrice walikwenda kwenye hoteli ya kitalii iliyopo ufukweni kwa ajili ya kupata chakula cha mchana. Wote wawili walikuwa wamependeza. George alimlisha mkewe kwa upendo huku akitabasamu. Beatrice naye akamlisha George, walichekeana kama wachumba wapya. Amani ilikuwa imetawala. George akasema, Beatrice, nasikia raha sana kuwa na wewe. Kwa tabasamu Beatrice akajibu, hata mimi mpenzi wangu. Lakini ghafla simu ya George ikaita. George akaichukua akaangalia, alikuwa ni mama yake. Uso wake ukabadilika kidogo. Akaiacha simu mezani bila kupokea. Baada ya dakika chache simu ikaita tena. Beatrice akaona akasema kwa upole, mume wangu, mbona upokei simu? George akajibu, huyu ni mama. Nikipokea simu yake ataharibu amani yote tulionayo hapa. Namjua vizuri. Wakaendelea kula huku wakitazama bahari na nyuso zao zikiwa na furaha. Simu ikaita tena. Wakati huu Beatrice akawa na wasiwasi. Mpenzi, mbona kapiga mara nyingi hivi? Isijekuwa kuna tatizo nyumbani, pokea tu. Kwa shingo upande, George akapokea simu. Halo. Mara akasikia sauti ya Ashura ikionekana na hofu. Kaka, mama ana hali mbaya sana. Tunampeleka hospitali sasa hivi. George akasimama huku akiwa na mshtuko. Imekuwaje? Kwani kuna nini kimetokea? Ashura akajibu haraka. Sijui kaka, ila ameanguka ghafla na kupoteza fahamu. Amani yote waliokuwa nayo ikayeyuka hapo hapo.
George akamwangalia Beatrice na kumwambia, mke wangu, lazima turudi Dar haraka. Vipi mpenzi? Kwani mama amepatwa na nini? Hata sielewi, ila wanampeleka sasa hivi hospitali. Furaha yao yote ilikatizwa ghafla, wakaondoka bila kumaliza chakula. Lakini ukweli ni kwamba walichezewa mchezo. Mama yake George alikuwa mzima kabisa, hakupoteza fahamu, hakupata tatizo lolote. Ashura alikuwa amekaa na mama yake huku wakiwa na tabasamu la ushindi. Mama yake akasema, yaani hata kama walienda kujivinjari, wanarudi hapa hapa. Yaani haiwezekani kabisa yule mwanamke aendelee kuchezea pesa za mwanangu alafu mimi nikamwangalia. Ashura akaongeza, na tumefanikiwa mama. Mama akatabasamu kwa ushindi. Mpango wao umetimia wa kuweza kumrudisha George. Na kule Zanzibar, George na Beatrice baada ya kuondoka pale walipokuwa wakipata chakula cha mchana, waliingia chumbani kwao haraka. Amani ya muda mfupi ilikuwa imekatizwa. Na sasa kila mmoja alikuwa akihofia hali ya mama. George akachukua simu yake mara moja na kuanza kuangalia kwenye website za ndege. Alirefresh mara kadhaa, akatazama ratiba zote, lakini hakukuwa na ndege yoyote kwa muda ule. Akavuta pumzi ndefu, kisha akasema, hakuna ndege sasa hivi. Sijui kama tutafanikiwa kufika Dar mapema. Bila kupoteza muda, akaanza kuwasiliana ili kupata usafiri wa boti. Alipata majibu. Akaambiwa kuwa boti ya mchana ilikuwa tayari imeshaondoka. Boti inayofuata ni saa 10 jioni. Mhudumu huyo alimwambia George. George alitafakari kwa sekunde chache, kisha akasema, sio mbaya, tutasubiri, tutaondoka hiyo saa 10. Beatrice akaendelea kufunga mizigo yao haraka, huku akimwangalia George aliyekuwa akitembea huku na huku hapo chumbani. George aliendelea kumpigia simu Ashura akitaka kujua maendeleo ya mama yao. Kaka, bado tupo hospitali, wanampatia matibabu. Madaktari wanamfanyia uchunguzi. Kila taarifa aliyokuwa akiitoa ilikuwa ni uongo mtupu. Mara nipo nje ya wodi, mara mama hajazinduka nasubiri. Lakini Ashura alikuwa yuko nyumbani akizungumza kwa sauti ya kuigiza, akitaja hata jina la hospitali kwa uongo ili kumchanganya George zaidi. George alipokuwa akizungumza, moyo wake ulikuwa mzito, akamwambia, tunakuja, tumefanikiwa kupata boti ya saa 10 jioni. Ashura akajibu kwa sauti ya hofu bandia, sawa kaka, harakisheni. Ashura na mama yake walikuwa wanajua vizuri sana wanachokifanya. Wanajua George ni mtu mwenye moyo wa kujali sana, hata kama walikuwa wametofautiana naye au kugombana naye, lakini George asingeweza kupuuza jambo linalohusu afya ya mama yake. Na hiyo waliitumia kama silaha. Ilipofika saa 10 jioni, boti tayari ilikuwa imeanza safari kutoka Zanzibar kwenda Dar es Salaam. Bahari ilikuwa tulivu, lakini mioyo yao haikuwa na utulivu hata kidogo. Ndani ya boti, Beatrice alikuwa amemwegemea mumewe, kichwa chake kikiwa kifuani kwa George. Hawakuwa na maneno mengi, kila mmoja alikuwa amezama kwenye mawazo yake, hasa juu ya hali ya mama yake George.
Ilipofika saa 12 jioni, boti ilitia nanga Dar es Salaam. Bila kuchelewa, George na Beatrice walishuka haraka na moja kwa moja wakaelekea hospitali ambayo Ashura alikuwa amewatajia. Walipofika hospitalini hawakupoteza muda, wakashuka haraka na kwenda moja kwa moja mapokezi. George akauliza kwa haraka, "Samahani, tuna mgonjwa, ni mama yetu, aliletwa hapa mchana." Baada ya kutajiwa majina ya mgonjwa, mhudumu huyo akaangalia kwenye mfumo lakini hakuona. Kisha akajibu, "Hakuna mgonjwa kwa jina hilo hapa hospitali." George akashangaa na pia akajaribu kujieleza. Labda inawezekana alilazwa kwa dharura, maana hali yake ilikuwa mbaya. Lakini mhudumu huyo akajibu kwa msisitizo, "Samahani kaka, hatuna taarifa yoyote kabisa." George na Beatrice wakabaki wameduaa wakitazamana kwa mshangao. George akachukua simu haraka na kumpigia Ashura. "Mko wapi? Maana si tuko hapa hospitali." Ashura akajibu haraka, "Tumeondoka muda sio mrefu na daktari wamemruhusu, amesema anaendelea vizuri. Ndio tunafika nyumbani sasa hivi." Baada ya kusikia hivyo, George hakufikiria zaidi wala kuuliza zaidi. Akamshika mkono Beatrice na kusema, "Twende nyumbani mke wangu." Waliondoka hospitali haraka na kuelekea nyumbani. Walipofika walimkuta mama yake George akiwa amelala chumbani, akionekana kama mgonjwa aliyedhoofu. Alipowaona akajifanya kutabasamu kwa tabu. "Jamani wanangu, msiogope. Mimi nipo sawa tu sasa." George akamsogelea karibu na kuuliza, "Kwani daktari amesema una shida gani mama? Ni kwa nini ulianguka?" Ndipo Ashura akajibu haraka, "Daktari alisema kwamba presha imeshuka kidogo, labda kutokana na mawazo mengi." Mama yake George akadakia na kusema, "Lakini sasa nipo sawa wanangu, najisikia vizuri kabisa." "Pole sana mama. Tunamshukuru Mungu kwa kuwa unaendelea vizuri." Mama yake George akaitikia kwa upole wa kuigiza, "Asante mwanangu. Nawashukuru sana kwa kunijali hivi." Lakini ndani ya moyo wake mama yake George alikuwa na chuki kubwa. Hakumpenda Beatrice hata kidogo. Upole aliokuwa anauonyesha ulikuwa ni maigizo tu. Moyoni alijisemea kimya kimya, "Wewe lazima George akuache, haijalishi itachukua muda gani." Baada ya Beatrice kuona mama mkwe wake amemchangamkia na kumjibu kwa upole, moyo wake ulijaa furaha na matumaini. Ilikuwa ni mara ya kwanza kwa muda mrefu kuona tabasamu lile, ingawa lilikuwa la kuigiza. Beatrice akajisemea moyoni, "Labda mama amebadilika na kurejesha upendo wake kwangu." Beatrice akamshukuru Mungu kimya kimya, akaona huenda sasa nyumba ile ingepata amani. Lakini Beatrice hakujua kuwa upole ule ulikuwa ni wa kuigiza. Hakujua kuwa yale maneno ya upole yalikuwa ni mtego. Ndani ya moyo wa mama mkwe wake ulikuwa na chuki ambayo bado haijapoa. Tabasamu alilompa Beatrice lilikuwa ni pazia la kuficha mpango mpya. Wakati Beatrice anajipa matumaini, vita ilikuwa inaanza upya kwa njia ya kimya, polepole na hatari zaidi. Siku iliyofuata, mama yake George aliita familia yote sebuleni. Alianza kuzungumza polepole, "Wanangu, nimekaa nimetafakari sana.
na hatimaye nimefikia haya maamuzi. Akageuka kumwangalia George kisha akasema kwa sauti ya upole, najua mwanangu, unampenda sana mkeo, na kwa sababu hiyo nataka muwe na amani. Kisha akamwangalia Neema na kusema, Neema, kuanzia leo utaondoka kwenye chumba cha George na Beatrice. Utarudi kwenye chumba cha wageni. Sebule yote ikawa kimya. Beatrice alishika kifua kwa mshangao. Macho yake yalimwangalia mama mkwe wake kwa shukrani isiyoelezeka. Mama akaendelea, nafanya hivi kwa sababu sitaki mzozo humu ndani. George na mkewe wanahitaji nafasi nzuri. Hii ni nyumba yao, lazima kuwe na amani. Beatrice alihisi machozi yakimjaa. Safari hii sio ya maumivu bali ya furaha. Akamwangalia George kwa tabasamu dogo. George naye alishtuka kidogo, lakini akasema, nashukuru sana mama. Nafurahi kwamba umeliona hilo. Mama yake George aliendelea kuzungumza, lakini safari hii alimtazama Neema moja kwa moja na kusema, Neema, tunakupongeza sana. Umefanya jambo kubwa sana kwenye hii familia. Na sasa unaenda kutuheshimisha kwa kutuletea mjukuu. Neema alikuwa kimya akisikiliza maneno hayo kwa umakini. Mama George akaendelea, mwanangu, baada ya kujifungua, ninaomba uwe huru kuendelea na maisha yako. Naamini hata wewe mwenyewe umeona hali ilivyo hapa. Maneno hayo yalisikika waziwazi kwa kila mmoja. Beatrice aliyasikia, George aliyasikia, na hata Ashura alikuwa akitazama. Neema akainua kichwa polepole, akaanza kulia kwa uongo, akisema kwa sauti ya kujifanya ya huzuni, mama, lakini kiukweli maisha yangu yameharibika kabisa. Sijui nitaanzia wapi baada ya yote. Mama George akamjibu kwa sauti ya kumtuliza, usijali mwanangu, Mungu yupo na pia tutakusaidia. Lakini machozi ya Neema hayakuwa ya kweli, na huruma ya mama George haikutoka moyoni. Yote yalikuwa ni maigizo yaliyofanyika hapo sebuleni. Kila mmoja alikuwa anacheza nafasi yake, na Beatrice kwa moyo wake mwema aliamini kila kitu kilichosemwa. Tangu siku ya kikao, maisha yaliendelea vizuri ndani ya nyumba ile. Ndani ya wiki moja, kila kitu kilikuwa sawa. Hakukuwa na kelele, hakukuwa na mapishano. Nyumba ile ilionekana kurudi kwenye amani ya kawaida. Siku moja jioni, Ashura alikuwa yuko jikoni pamoja na Beatrice wakiandaa chakula cha usiku. Walikuwa wakicheka na kupiga stori ndogo ndogo. Mtu na wifi yake walionekana kupatana sana. Ashura akasema kwa tabasamu, wifi, wewe una akili sana. Beatrice akatabasamu na kumuuliza, kwani nasema hivyo wifi? Nimekuwa na kuangalia jinsi unavyofanya biashara yako ya vipodozi. Naipenda sana. Beatrice akatabasamu tena na kusema, asante sana wifi. Hii biashara ni nzuri, mtu yoyote anaweza kaifanya. Ashura akasogea karibu kwa sauti ya unyenyekevu akasema, ningependa nijifunze kama wewe. Naona naweza kuifanya pia. Beatrice hakusita. Hilo halina shida kabisa wifi. Biashara ya vipodozi huwa haina ubaguzi. Mtu yeyote anaweza kaifanya. Akaanza kumpa dondoo ndogo ndogo, namna ya kuanza, wateja,
bidhaa zinazotembea na nidhamu ya kazi. Ashura akasikiliza kwa umakini akitikisa kichwa. Kisha kwa sauti ya kirafiki akasema, "Wifi, naomba uniombee kwa kaka ili tuwe tunaenda wote kwenye biashara yako. Natamani nijifunze zaidi." Beatrice akajibu bila wasiwasi, "Hilo halina shida wifi. Maadamu ni jambo jema, kakako hawezi akakataa." Ashura akatabasamu akamshukuru, lakini ndani ya tabasamu lake alikuwa tayari ameweka mbegu ya mpango mwingine. Siku moja asubuhi, Beatrice alimkumbuka rafiki yake wa karibu Dazu. Akampigia simu na kumjulisha kuwa anapitia kazini kwake. Dazu alikuwa ni mwalimu katika shule moja ya sekondari. Ilikuwa ni muda wa mapumziko. Beatrice alifika shuleni kwa Dazu. Walikaa kwenye mgahawa mmoja ulioko hapo shuleni. Dazu akamtazama Beatrice kwa umakini, kisha kwa tabasamu akasema, "Leo naona una furaha sana. Hebu niambie, siri ni nini?" Beatrice akacheka kidogo na kujibu, "Yaani Dazu, we acha tu. Kwa furaha nilionayo, nikaona nikufuate huku huku." "Haya, niambie siri ni nini?" Beatrice akaanza kueleza, "Yaani sasa hivi nina amani na ndoa yangu. Mama amekubaliana na msimamo wa George. Mama sasa hivi amerudisha upendo wake. Yaani imekuwa tu kama ilivyokuwa mwanzo." Dazu akatikisa kichwa kwa furaha. "Ni vizuri sana mdogo wangu. Kweli Mungu ni mwema sana." Kisha akauliza kwa tahadhari, "Na vipi kuhusu Neema?" Mama akasema kwamba akijifungua ataondoka. "Haina shida, mtoto tutalea tu." Dazu akatabasamu na kusema, "Yaani mdogo wangu, naomba uwe makini sana na hao watu. Yaani nashindwa kuamini kwa chuki yote waliokuwa nayo, eti ghafla wamebadilika na kukupenda." Angalia. Dazu, labda wamejifunza kitu na kuamua kubadilika. Basi hilo ni jambo jema, kikubwa amani ipo. Baada ya muda wa mapumziko kuisha, wakaagana kwa upendo. Beatrice alikuwa na imani kuwa mambo yote yamekaa sawa. Hakujua kuwa furaha hiyo ilikuwa ni ya muda tu. Baada ya siku chache kupita, siku moja jioni, Beatrice alikuwa jikoni akimaliza kuandaa chakula cha usiku. Alikuwa amechoka kidogo, lakini ndani ya moyo wake alikuwa na amani. Ghafla mama yake George akaingia jikoni, huku akiwa na tabasamu pana usoni. Kwa sauti ya utani, mama George akasema, "Mwanangu, unajua kupika sana. Hivyo ulisomea mapishi?" Beatrice akacheka kidogo na kujibu, "Hapana mama, nilijifunza tu nyumbani." Baada ya sekunde chache, mama akasema, "Nimekumbuka kale kajuisi ulikotengeneza juzi mwanangu. Kalikuwa katamu. Naomba nitengenezee tena mwanangu. Nataka nikishamaliza kula, nishushie nako kajuisi." Beatrice akatabasamu bila wasiwasi akajibu, "Sawa mama, hamna shida, nitatengeneza sasa hivi." Mama George akaondoka jikoni, lakini alipompa Beatrice mgongo, uso wake ukabadilika. Akakunja mdomo kwa dharau, ishara ya wazi kuwa hampendi kabisa Beatrice. Beatrice hakuona hilo, akaendelea kutengeneza juisi mpya tofauti na ile aliyokuwa tayari ameiandaa kwa ajili ya chakula kwa watu wote. Baada ya kumaliza kutengeneza, akaandaa chakula mezani. Walipokuwa mezani,
George akaona ile glasi ya juisi ya tofauti, akauliza kwa mshangao, "Waifu, mbona leo umetengeneza juisi mbili?" "Hiyo ni ya mama. Amesema ameikumbuka sana ile ya juzi." George akacheka kidogo na kusema, "Mtu akishazeeka anarudi kuwa kama mtoto." Watu wote wakatabasamu na kuanza kula. Wakiwa wanaendelea kula, ghafla mama George baada ya kunywa ile juisi, uso wake ukabadilika mara moja. Akaanza kushika tumbo. Ndani ya sekunde chache akasimama haraka, akakimbilia hadi kwenye sinki. Akaanza kutapika sana. Kisha akaanza kulia, "Tumbo! Tumbo jamani! Tumbo langu!" Wote wakabaki wameduaa. Ashura akamkimbilia mama yake kwa hofu. "Mama, unajisikiaje?" Mama George akaanguka chini na kuzimia. Bila kusubiri, George akambeba kwa haraka, akampakia kwenye gari. Wote wakaondoka kwa kasi kwenda hospitali. Hospitalini, mama George akapokelewa haraka na kuanza kupewa huduma za dharura. Wakiwa nje ya wodi, Ashura akamwita kaka yake pembeni na kuanza kuongea kwa sauti ya chini lakini yenye sumu. "Kaka, mbona hali ya mama imebadilika tu baada ya kunywa ile juisi iliyotengenezewa na wifi?" George akamwangalia kwa mshangao mkubwa, hakujibu. Ashura akaendelea, "Sisi wote tulikula chakula kile kile, lakini mama peke yake ndo alikunywa ile juisi." Maneno yale yakamgusa kidogo George. Ashura akamalizia kwa sauti ya kutia shaka, "Kaka, lazima ile juisi ilikuwa na kitu, sio bure." George akabaki ameduaa, akili yake ikikataa kuamini kile anachoambiwa na Ashura. Beatrice alikuwa amekaa pembeni huku akiwa na hofu kubwa. Hajui kwa nini mama mkwe wake amekuwa kwenye ile hali. Aliwaona Ashura na George wakizungumza lakini hakuwazingatia. Alidhani kuwa ni mazungumzo ya kawaida.